Ni kwa nini Enzo kamrudisha binti wa watu sehemu ambapo aliona ni kama jehanamu inayoishi duniani? Ni kwa nini, msikilizaji? Tunasonga mbele sasa kufahamu sababu ya Enzo kumrudisha Ishan kwa mamdogo wake. Kumbuka muda wote utakuwa na Lucas Lumbas na kusimulia simulizi, na mtayarishaji ni Rita Story, na msikilizaji ni wewe hapo. Unaitwa nani? Utaniambia kwenye comment. Basi Ishan anasema ya kwamba nijikuta nikipata mshtuko na wasiwasi wa hali ya juu. Nikajiuliza kwamba na maana mamdogo amemlipa Enzo kuja kunirudisha hapa. Nijiuliza kimoyomoyo. Baada ya kimya cha muda mfupi kidogo, Enzo akaniambia kwamba shuka, tumefika. Nilimwangalia kwa macho huzuni sana, lakini Enzo hakuweza kuelewa kitu chochote kile. Zaidi akafungua mkanda wa seat na kufungua mlango wa gari. Nikamuuliza kwamba kwa hiyo uko serious kabisa umenileta mimi kwenye hii nyumba? Nimuuliza kwa sauti ya kutaka kulea kabisa, huku tayari macho yakiwa yameshaanza kulengwa na machozi. Kwa hiyo ngoja nikuulize kitu. Wewe ulitaka nikupeleke kwenye familia yangu ili ukaizuru, si ndio? Ishan, na kurudisha kwa bosi wako ili ajue kuwa kazi aliyokutuma kwenye familia yangu imekushinda. Niliganda nikimwangalia Enzo. Nilitamani sana nielewe na ajue kabisa ya kwamba mimi sio mtu mbaya na sina nia mbaya na familia yake. Lakini hali hiyo ilionekana kuwa ngumu sana kwa Enzo. Sasa haina haja ya yote Enzo. Mimi niko radhi kuwa chokolaa wa mtaani kuliko kurudi kwenye nyumba. Niko tayari kuchomwa na jua asubuhi mchana kuliko kuja tena kwenye nyumba Enzo. Niko tayari kunyeshewa na mvua na kupigwa na baridi, lakini sio kuja kujistili kwenye nyumba ya kishetani kama hii. Baada ya kuongea hivyo, kwa haraka nikashuka kwenye gari na kuondoka zangu kwa mwendo wa kukimbia, huku sasa nikiwa sijui ni wapi naenda. Kabla sijaendelea mbele, ngoja nikwambie kitu kimoja msikilizaji. Kwenye maisha kuna changamoto nyingi sana. Kuna vikwazo vya kila aina, kuna majanga na matukio ya kila aina, lakini kikubwa ni kumwomba Mungu akutunzie wazazi wako. Na mzazi unanisikiliza sasa hivi, omba Mungu sana akupatie maisha marefu, ulee watoto wako, maana hii dunia yetu haina huruma hata kidogo. Baada ya mimi kukimbia, Enzo alibaki akinishangaa tu. Mwisho akatoa begi langu la nguo na kuliweka getini, kisha akaondoka zake akiamini kuwa amefanya jambo sahihi. Kwa upande wangu mimi nilikimbia umbali mrefu ambao nilihakikisha kuwa na kuwa mbali kabisa na nyumba ya mamdogo. Nilijiuliza ya kwamba sasa nitaenda wapi mimi? Au niende tu kwa Madam Glory? Lakini itakuwaje kama Enzo atanikuta kule? Nilijiuliza maswali yasiokuwa na majibu sahihi. Nikiwa nimekaa kwenye kituo cha daladala kama abiria anayesubiria gari. Nilikaa kwenye kituo hiko kwa muda mrefu sana. Nilikaa nikiwa tasijui nini cha kufanya na wapi niende. Hatimaye kagiza kakaanza kushika nafasi yake. Isha ni wa watu nikajikomba mpaka nikafika nyumbani kwa shoga yangu Tusajigwe, ambaye yeye anajiita Tuntu. Basi Tusajigwe ama Tuntu alizungumza akasema kwamba wewe unajifanya malaika, ila sisi ndo mashetani, si ndio? Mimi sina muda na wewe kwa kweli. Sina msaada na wewe kabisa. Labda kama utakubali kurudi kwa mama yako mdogo. Ila kama hutaki basi acha jiji la Dar likunyooshe na likuonyesha namna ya kuishi. Wewe unajidai mama mchungaji, alizungumza Tuntu baada ya mimi kufika nyumbani kwake na kumwomba hifadhi. Cha mtu sio chako kwa kweli. Nikakunguta makalio yangu na kuingia tena mtaani. Hii situation omba isikukute kwenye maisha yako. Maana unaweza kuona kuwa dunia nzima ni kama wewe umeibeba kichwani. Basi bwana. Sasa baada ya
hilo jambo kutokea, yani Tuntu mwenyewe kunikana, nilizunguka sana kwenye sehemu ambazo hata mimi sikuwa nikizifahamu, na mwisho nikapata sehemu ya kujilaza. Ilikuwa ni nyumba kubwa kiasi, na ilikuwa ni nyumba ambayo ilikuwa inaendelea na matengenezo. Naweza kusema kuwa ni boma hivi. Kasema ya kwamba Mungu nilinde mja wako. Nizungumza kimoyomoyo huku sasa nikijilaza kwenye sakafu ya mchanga iliyopo kwenye boma hilo. Asubuhi na mapema nilidamka na kuingia mtaani ili niweze kupata chochote kitu, maana nilikuwa na njaa sana kwa wakati huo. Sana, yaani unajua njaa ile, yani mtu unapigwa na njani mpaka basi. Najua wengi mtaniuliza nilipeleka wapi pesa ambazo nililipwa kwa kina Enzo miezi ile 2 sijui 3 ambao nifanya kazi kwao. Iko hivi msikilizaji. Ni kweli pesa nilikuwa nayo, lakini ilibaki kwenye lile begi ambalo alibaki nalo nani? Enzo. Mimi sijawahi kuomba mtaani, lakini kwa siku hiyo niliomba. Sijawahi kumnyenyekea mtu, lakini siku hiyo nilinyenyekea. Lakini msubiri kwanza. Sijui kwa kuwa ni siku ya kwanza jamani, maana siku ilikuwa ni ngumu sana. Muonekano wangu mzuri pia uliwafanya watu kushindwa kunielewa na kuniamini kuwa mimi ni homeless, lakini pia ni mtu mwenye uhitaji wa hali ya juu. Hatimaye giza totoro likashika nafasi nikiwa sijapata pesa wala chochote cha kuweza kutia kinywani mwangu. Kwa mwendo wa polepole na kujivuta sana, nikarudi kwenye jumba ambalo nilijihifadhi usiku uliopita na nikalala tena kwa mara ya pili. Baada ya wiki 2 kupita, nilijikuta nikiwa ni mtoto wa mtaani kabisa. Kutembea peku pasipo kuvaa viatu ikawa ni kawaida kabisa. Nilichoka na kuchakaa huko sasa, nikishindwa kabisa kubadilisha mavazi yangu mwilini. Ndani ya hizo wiki 2 nilijikuta nikipata marafiki wa mtaani na walinisaidia sana kwa namna moja ama nyingine. Sikuwa nikilala na njaa tena kama hapo awali, na maisha mtaani niliyazoea kwa kiasi chake, ingawa ni maisha ambayo hayazoeleki. Siku ziliendelea. Sasa hatimaye miezi 2 ikapita, huku sasa nikiwa ni mtu wa mtaani tu. Nilikonda, nilipauka zaidi na zaidi yani. Kikweli nilikata tamaa ya maisha. Moyo wangu na akili yangu ya kufikiria vilifika mwisho, na kuna muda nilitamani hata kujiua, nikiamini kuwa nitaenda kupumzika mbinguni. Maisha ya mtaani sawa ni magumu, lakini hakuna kipindi kigumu zaidi kama kipindi ambacho nakuwa kwenye siku zangu za hedhi, yani period. Hiki kipindi kwangu kilikuwa ni kigumu. Sikuweza kupata taulo za kike kwa ajili ya kujistiri, lakini pia maji ya kuoga kwa wakati, na hali ilipelekea mimi kunuka sana na watu wenzangu kunitenga. Ikiwa ni majira ya mchana, nimejilaza kwenye moja ya kivuli cha pembezoni mwa barabara. Akaja mmoja wa marafiki zangu ambaye pia ni mdada tu kama mimi. Akaniamsha na kuniambia kwamba wewe, mama Amina kashusha mikungu ya ndizi leo, twende tukamenye ndizi tupate hata ukoko wa usiku. Nikakurupuka chap na safari ya kwenda kwa mama Amina ikaanza. Kiukweli naweza nikasema kuwa huyo mama Amina ni msaada mkubwa sana kwetu sisi watu wa mitaani. Hivi kumbe sijamtambulisha mama Amina? Msikilizaji, mama Amina bwana ni mama ntilia mkubwa sana hapa Manzese, na ni mwanamke mwema sana wallahi. Namshukuru sana mama Amina kwa yote ambayo anafanya. Ikiwa ni siku ya Jumapili kama kawaida, Isha ni mimi nikaingia mtaani kwa ajili ya kujitafutia riziki ili mkono upate kwenda kinywani. Siku hiyo bwana, matafutizi yangu, yani kutafuta kwangu, ilikuwa ni daraja la kijazi la ubongo. Siku hiyo bwana nilikuwa na dumu langu la maji, lakini pia nilikuwa na squeeze kwa ajili ya kusafisha vioo vya magari ya watu. Yani magari yakisimama tu kwenye mataa, mimi nawahi chap na kwenda kusafisha ili niweze hata kupata japo 200-300. Ikiwa ni kwenye mataa, nilisogelea gari moja nzuri sana, tena ya kishua. Nikasafisha kioo, na nilipomaliza tu nikasogelea upande wa dereva kwa ajili ya kuchukua pesa yangu. La havla. Nikajikuta ninakutana uso kwa uso na Enzo. Nijikuta nikishtuka sana. Na muda huo moyo wangu uliingia ganzi kutokana na jinsi ambavyo namchukia sana Enzo. Huyo kaka wallahi namchukia. Yana namchukia kuliko hata maelezo. Niliamua hata kuachana na hiyo pesa ya kumfutia kioo chake.
Kwa unyonge wa hali ya juu nikageuka na kuanza kuondoka. Enzo alianza kuniita. Aliniita mfululizo lakini mimi sikuweza hata kugeuka kwa kweli. Muda huo ni machozi tu alikuwa akinitiririka kwenye mashavu yangu. Kuna mwanamke ambaye alikuwa kwenye gari na Enzo aliuliza kwamba vipi unamjua ama. Kwa haraka Enzo akataka kushuka kwenye gari na kunifuata lakini ni kama alichelewa hivi. Kwani taa ziliruhusu magari kuondoka na Enzo hakuwa na chaguo zaidi tu ya kuwasha gari yake na kuondoka. Kwa upande wangu nikasogea tu chini ya daraja na kukaa zangu chini nikiwa na huzuni sana. Yaani kitendo cha kumuona Enzo tu ndio maumivu ya moyo wangu yalifumuka na kuwa makali sana. Yaani sijui nikwambie kitu gani msikilizaji, lakini kuna muda nilihisi kama moyo wangu unawaka moto hivi. Nilikuwa nimejinamia kwa kugemea magoti yangu nijikuta nikishtuka sana baada ya kuona miguu ya mtu ikiwa imevaa kiatu cha bei kali ikisimama mbele yangu. Kwa utulivu wa hali ya juu nikanyanyua uso wangu uliokuwa umelowana machozi na kumwangalia mtu huyo. Kwa hasira sana nilimuuliza unataka nini Enzo? Nimuuliza hivyo sijui hata gari alienda kupaki wapi maana alikuja kwa mguu pale nilipokuwa nimekaa. Tunaweza kuzungumza? Enzo aliniuliza huku akitaka kukaa pembeni yangu. Nilimwambia kuna cha kuzungumza Enzo. Nafikiri ungeendelea tu na mambo yako tu kuliko kupoteza muda wako hapa. Enzo aliniambia tafadhali sana Ishani. Ni muhimu sana na naomba tuzungumze japo kidogo tu. Alizungumza Enzo kwa utulivu kisha akakaa pembeni yangu. Ishani, nini kinaendelea? Kwa nini uko hapa? Yaani kwa nini unaonekana kama hivi? Enzo aliniuliza maswali mfululizo na akitaka majibu kutoka kwangu. Nikageuka na kumwangalia kisha kwa sauti ya dharau nikamuuliza kwamba katika maswali matatu unataka nikujibu swali lipi? Nataka unijibu yote Ishani. Nini kinaendelea? Maana unajua unanichanganya. Enzo, hivi nafikiri kwamba utafaidika na nini labda? Muonekano wangu na kila kinachoendelea ni wewe ndio ulitaka na imekuwa. Yaani moyo wako ulikuuma sana kuona kuwa mama yako amenisaidia mimi, si ndio? Enzo, umenijaji na sio kusikiliza upande wangu wa story. Ukuwahi kunielewa tangu siku ya kwanza unakutana na mimi kwenye nyumba ya mama mdogo. Nijitahidi kulinda usichana wangu lakini ulishindwa kwa ajili ya pesa zako. Na mimi nilishindwa kwa ajili ya umaskini wangu. Ishani, mbona unaongea kwa mafumbo sana? Yaani mimi nashindwa kukuelewa ujue. Alizungumza Enzo akionyesha wazi kuwa hanielewi kabisa. Enzo, nafikiri ungeenda tu Enzo. Kuelewa maisha yangu ni ngumu sana maana somo ni Imra, halafu mwalimu wako ni Bubu. Kikapita kimya kifupi. Kisha Enzo akasema kwamba mbona kama moyo wangu unajikuta ni wenye hatia sana kwa ajili yako Ishani. Kabla sijamjibu Enzo, muda huo akafika mwanamke ambaye alikuwa kwenye gari na Enzo. Huyo mwanamke akasema kwamba baby tunachelewa ujue. Alizungumza msichana huyo akionekana kuwa na haraka sana. Enzo akanigeukia na kuniambia kwamba ongozana na sisi Ishani. Nilimwangalia kwa muda kisha nikanyanyuka na kumwambia kwamba kwa leo inatosha Enzo. Msalimie Madam Glory. Kwa siku hiyo bwana Enzo alikuwa mkaidi sana tena sana. Aliendelea kunifanya kila aliendelea kunifuata kila nilipokuwa naenda mpaka girlfriend wake akachukia. Waswahili wanasema ya kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai bwana. Na hakuna anayependa shida. Ni vile tu maisha yanatulazimisha. Kwenye 1 na 2 katika mwendo wa sitaki nataka bwana nikajikuta tu nikiongozana na Enzo na safari ikaanza. Sasa ule mchumba wa Enzo ambaye anaonekana kuwa na mashauzi sana. Maana alikuwa anaangalia kwa dharau ya hali ya juu sana. Akauliza kwamba Enzo, mbona kati tunarudi nyumbani? Enzo akasema kwamba si unaona hali ya Isha nilivyokuwa lakini lazima tumfikishe nyumbani kwanza. Alijibu Enzo sasa akaendelea kuendesha gari. Sasa huyo mdada akasema kwamba what? Babe, are you serious? Yaani MCB kwanza. Yaani unataka mimi kuniambia kwamba huyo chokolani bora kuliko mimi, si ndio? Enzo sasa huko natakiwa nikutane na designer wa nguo yangu ya send off. Enzo akasema pole. Mbona siku bado lakini muda wa kupima na kuandaliwa hiyo nguo bado upo. Relax bwana. Basi kwenye gari mtu na mchumba wake alikuwa ni kubishana tu. Tena kisa mimi. Mtu mwenyewe sasa. Ndio kwanza niko busy nasinzia tu baada ya kula kiyoyozi cha ubaridi wa kwenye gari kali. Hatimaye tulifika nyumbani kwa Enzo.
Mimi na Enzo tulishuka kwenye gari na kuingia ndani, lakini Pauli, mwanamke wa Enzo, alibaki kwenye gari akiwa amevimba kwa hasira kama kiboko. Chumba chako ni kile kile, kaoge, chakula jikoni kipo huko, utaenda kula. Ngoja nikuletee nguo, alizungumza Enzo, kisha akaenda chumbani kwake. Mimi sasa, kwa kuwa kwenye hiyo nyumba anajua kila kona, moja kwa moja nikaenda chumbani. Kikweli nilikuwa nina shauku kubwa sana ya kutaka kuoga. Maana maisha mtaani kuoga ni kwa manati. Yaani muda wote unawaza kupata pesa ya kula ili usilale njaa. Kula lazima, kuoga hiari. Kisha ni mimi nikavua nguo zangu zote. Kisha nikasogea kwenye kioo na kuanza kujikagua jinsi ambavyo ngozi yangu ilibadilika na kuwa mbaya sana, huku sasa nikisahau kuwa niko nyumbani kwa watu. Kama kawaida, yani Enzo kwenye swala la kupiga hodi ni alipataga 0. Na safari hii tena akaingia ndani na kunikuta nikiwa mtupu kabisa. "Oh, sorry." Alizungumza Enzo haraka, kisha akatoka nje. "Ngoja kubadilia hapa mlangoni, sisi tunatoka mara moja, hatutakawia kurudi." Alizungumza Enzo akiwa amesimama nje ya mlango wangu. Na mwisho nilisikia hatua za miguu yake na mlango wa nje ukifungwa. Nikaingia bafuni nikaoga, na niliporudi nikavaa nguo ambayo moja kwa moja nilijua kuwa ni nguo ya mkewe. Baada ya kila kitu cha mimi kujiweka msafi, nikatoka na kwenda jikoni na kujisevia chakula. I say, huu niliofanya mimi sio uroho sasa, ni urafi. Nyie, nilikula halafu nikala tena. Nilikula nikasaza. Nilijiambia mwenyewe kwamba Ishan, huku sasa ni uharibifu wa chakula. Sasa baada ya kushiba, sikuwa hata na nguvu ya kusafisha vyombo, zaidi tu nikajitupa kwenye kochi na kulala. Sauti ya Enzo ilinishtua ikiniita. Na hapo alikuwa akiniita jina langu na kunitikisa ili niweze kuamka. Niliamka kwa uchovu sana na kujinyosha. Maana baada ya muda mrefu leo ndio nimelala sehemu nzuri tena utulivu. Enzo akaniuliza, "Vipi, umeshakula?" Nilimwangalia na kumjibu kwa kumtikisia kichwa tu, maana bado nilikuwa nina hasira naye sana tu. Wewe. Ilisi ni gauni langu hili jamani?" aliuliza Pauli akiwa haamini kabisa kama Enzo amenipatia nguo yake niweze kuvaa. "Hakuna nguo ya kubadilisha, ndio maana muda ule nikampatia nguo yako," alijibu Enzo kwa utulivu. Nibaki nikimshangaa tu, maana mimi sikuwahi kumuona Enzo akiwa mtulivu kiasi hiki. "Ishan, kalale ndani, ni saa 6 usiku. Mimi na wewe tutazungumza kesho." "Sawa," nilijibu, kisha nikanyanyuka na kutaka kuondoka, lakini ghafla Pauli akazungumza akasema kwamba Enzo, naomba uweke sawa hili jambo. Chagua msichana aondoke au mimi ndo niondoke." Kwanza nikashtuka na kumgeukia Pauli na kisha nikamwangalia Enzo. Kuna namna ni kama moyo wangu ulikubaliana na shida zote tu ninazozipitia. Kabla Enzo hajajibu kitu chochote kile, nikasema kwamba naona mambo ni yale yale. Mimi naenda, muone usiku mwema. Nilimaliza kuzungumza ingawa kwa maumivu makubwa sana, kisha nikataka kuondoka, lakini chap Enzo akadaka mkono wangu na kusema kwamba Ishan haendi kokote, ila kama wewe unataka kuondoka unaweza kwenda. Huyu Enzo ni chizi au? Yaani anataka mwanamke wake mtarajiwa aondoke alafu mimi nibaki. Nibaki nikishangaa tu kama chizi aliyepoteza njia. Nikajiuliza kimoyoni ya kwamba hivi Enzo anampenda kweli huyu binti ama? Maana Enzo hakuonekana hata na chembe ya huruma au kujali kwa mpenzi wake. Pauli mwenyewe alionekana kuwa na yeye ni msichana mwenye drama zake kwa kweli. Kwa haraka akakimbilia ndani na baada ya muda akatoka nje akiwa na mabegi yake mawili ya kuburuza. Yaani mtu anaamua kuondoka nyumbani kwake kwa ajili yangu mimi. Mtu ambaye hata kunijua nijui. Hajawahi hata kuishi na mimi hata akanitambua vizuri hajawahi. Ila sishangae maana sasa hivi binadamu hakuna kabisa. Basi Pauli akasema, "Enzo, naondoka." Alisema hivyo akitiririkwa na machozi kama maji kwenye uso wake. Enzo akajibu, "Kila heri." Ajibu Enzo kisha akashika njia kuelekea chumbani kwake. Lakini baada ya hatua kadhaa akasimama na kugeuka nyuma. Kimoyoni nikasema, muone kwanza kumbe unampenda. Nizungumza hivyo kimoyoni huku sasa nikiamini kuwa Enzo anamrudisha mpenzi wake ndani, lakini ghafla, "Usije kuondoka na gari yangu hata moja." Nyie, hivi kumbe mapenzi ndivyo yalivyo.
Unatikisa kibiriti alafu kinakulamba kweli kweli. Hakuna hata kubembelezwa. Mimi niache tu. Na vile moyo wangu ni mwepesi, sidhani kama naweza kustahimili hii mikito kudaradeki. Basi Puli akajibu kwamba nimeshaita Bolt. Ajibu hivyo kisha akatoka nje kwa mwendo haraka sana. Nikamwangalia Enzo kwa muda nikamwambia kwamba unajua anaondoka kweli huyo. Enzo akaniangalia na kunijibu ya kwamba funga mlango mkubwa alafu nenda kalale. Hii nayo kali ya mwaka hii. Hii kali ya mwaka walai. Mimi siko na chaguo zaidi ya kufanya kila ambacho Enzo kaniambia. Msikilizaji, kulala kwenye sehemu nzuri ni raha sana. Yaani mimi nijikuta nikilala sana na kupitiliza tofauti na vile ambavyo nilikuwa naamka kule mtaani. Yaani mtaani saa 11 asubuhi niko macho. Lakini nyumbani kwa Enzo saa 4 asubuhi ndo najisukuma kuamka. Tena sio kwamba eti usingizi umeisha, no, bali ni aibu tu ya kuwa niko kwa watu. Nikurupuka haraka baada ya kuona kuwa nje kumekuwa na jua kali sana. Kumaanisha kuwa muda umeenda sana. Basi chapo nikatoka nje na nikajikuta nikikutana na Enzo akiwa anakuja chumbani kwangu. Shikamoo. Nilimwamkia huku sasa nikiangalia chini kwa aibu. Ila na mimi jamani kanafiki. Sijawahi kumwamkia Enzo. Sijawahi kumsalimia. Eti leo nimemsalimia. Jamani, hebu acha ujinga wewe. Enzo alinijibu na kushika kichwa changu. Kuna namna nilishindwa kabisa kumuelewa Enzo. Maana ni mtu ambaye najua kabisa ananichukia. Of course hata mwenyewe namchukia. Lakini sasa kuna namna naona amekuwa na tabia mpya. Tabia ambayo mimi sikuwahi kuielewa kabisa. Naomba nisamehe nimechelewa kuamka. Nizungumza kwa sauti tulivu sana. Akasema usijali, vipi umeshaoga? Hapana, ndio kwanza nimeamka. Nilitaka kufanya usafi kwanza alafu ndo niende kuoga. Haina haja, nimeshamaliza kila kitu. Fanya hivi, nenda kaoge alafu njoo kunywa chai. Maana pia huko tayari nimeshaandaa. Alizungumza Enzo akiwa na tabasamu pana sana usoni mwake. Sasa nikajiuliza, hivi huyu ni Enzo huyu au kuna malaika anaishi ndani yake kwa sasa? Nibaki nikimwangalia Enzo kwa makini sana. Pasipo kuzungumza kitu chochote kile. Nikageuka na kutaka kurudi chumbani kwangu kwa ajili ya kuoga. Lakini ghafla Enzo akanivuta mkono. Akasema ya kwamba twende kwanza ukale tu ili twende tukafanya shopping kidogo, maana hata ukisema kuwa ukoge hautakuwa na nguo nyingine ya kubadilisha. Nikamjibu sawa. Basi nijibu hivyo kisha mimi na Enzo tukaenda kwenye meza ya chakula tukiwa tumeshikana mikono. Nikajiuliza kwamba hivi anajipanga kwa ajili ya kunifanyia kafara kweli ama? Maana unajua nazidi kunishangaza na matendo yake mema dhidi yangu. Samani. Hivi naweza kujua imekuaje nimekukuta mtaani ukiwa na hali mbaya kama ile? Alafu cha kushangaza zaidi nimekukuta na nguo zile ambazo mara mwisho ulivaa wakati unatoka hapa nyumbani. Imekuaje yani? Enzo aliniuliza hivyo. Muda huo mimi na yeye bado tulikuwa tunaendelea kupata chakula. Nikamwangalia kwa muda na kumuuliza kwamba natakiwa kukujibu hapa au naweza kujipa muda kidogo. Kwa upande wangu nahitaji sana kujua, lakini kama hauko tayari kuzungumza, it's okay. Siku ukiwa tayari utaniambia. Mimi niko tayari kukusikiliza Ishan. Alijibu hivyo Enzo na kuendelea kula. Baada ya kimya kirefu kidogo, Enzo akasema kwamba nisamehe sana kwa kila kitu ambacho kimetokea hapo nyuma. Sijui ukweli wa mambo, lakini kwa situation ambayo nimekukuta nayo najilaumu sana kwa nilichokifanya siku ile. Usijali, ni sawa tu. Nilijibu nikionyesha niko sawa kabisa, lakini macho yangu yalishindwa kabisa kuvumilia maumivu makali ambayo yalikuwa kwenye moyo wangu, na muda huo machozi yakaanza kunitoka. I'm sorry, alizungumza Enzo huku akijaribu kunituliza kidogo. Hivi kwa nini uliniwazia vibaya? Yaani kwa nini ulitumia pesa yako kuharibu msichana wangu? I'm sorry. Enzo alijibu tena kwa utulivu akionyesha kujutia matendo yake mabaya dhidi yangu. Unajua nini Enzo? Mimi sijui kama nitakuja kukusamehe wewe wala mamangu mdogo. Yaani nyie watu wawili mmenikosea sana. Mama yako mdogo? Ni yupi yani? Unaongea kuhusu nini? Enzo alishtuka sana. Nilimwangalia na kwa sauti ya kujiamini nikamjibu ya kwamba unamwona yule ambaye alikuwa akipokea pesa zako la na mimi.
Umemwona yule mwanamke ambaye pesa ameweka mbele kuliko chochote? Basi yule ni mamangu mdogo. Yule amezaliwa baba mmoja na mama mmoja, na mama yangu mimi mzazi. Kosa langu mimi ni kuacha wazazi wangu wafe peke yao. Kosa langu mimi kwenye dunia ni mimi kuwa yatima tu. Enzo, mimi sikuwahi kukosea mimi, lakini umenipitisha kwenye maumivu mazito. Enzo alibaki akizunguka huko na huko, ni kama maneno yangu makali yalikuwa yakimchanganya sana. Yaani, kwa nini hukuniamini nilipokuambia mimi ni bikra? Nilimuuliza Enzo huku nikivuta picha siku husika, siku ambayo nilijidharau kuliko siku zote kwenye maisha yangu. Chuki na maumivu makali ambayo nilikuwa nayo. But I'm sorry, alijibu Enzo. Nikamwangalia na kwa siri nikamuuliza kwamba chuki? Enzo, kwa nini unichukie na sikuwahi kukosea? Ishan, chuki haikuwa dhidi yako. Chuki ilikuwa ni juu ya Melissa. Najua na kuchanganya, lakini ukweli ni kwamba siku ambayo mimi nilala na wewe ndio siku ambayo niliandaa kwa ajili ya kumvika mpenzi wangu Melissa pete. Lakini siku hiyo hiyo pia nilisalitiwa na Melissa baada ya kufunga ndoa ya bomani na rafiki yangu kipenzi. Isha, naomba unisamehe sana, lakini halikuwa lengo langu kuja kulala na wewe siku ile, ikiwa ni mara ya kwanza ulinikataa. Basi sauti ya kike ilisikika ikisema kwamba kulala na Ishan. Haraka mimi na Enzo tukageuka na kuangalia. Nikamwangalia, ni nani? Nyie? Nilishtuka sana baada ya kukutana uso kwa uso na Madam Glory. Kwanza mimi na Enzo tukaangaliana, na mimi ndo nilikuwa na wasiwasi sana kuliko hata huyo Enzo. Walai, niliogopa sana. Madam Glory alionekana kuchukia sana na niliona hasira yake kupitia uso wake. Shikamoo Madam Glory. Nilimsalimia Madam Glory kwa oga na wasiwasi. Madam Glory akaniangalia kwa kunipandisha na kunishusha, kisha akasema kwamba kuwa na wewe upate zako kama ni mali. Kisha Madam Glory akamgeukia Enzo na kumuuliza kwamba huu ni ujinga gani na usikia hapa. Msikilizaji, mimi muda huo nilikuwa nikihisi joto na baridi kwa wakati mmoja. Yaani jasho linanitiririka halafu mwili unatetemeka. Nyie, haya mambo myasikie tu. Ma'am, I can explain. Alizungumza Enzo kwa utulivu sana. Madam Glory akanigeukia mimi na kuachia bonge moja la sonyo. Kisha akasema kwamba kabla sijasikia huo ujinga wako wa kulala na huyu kisabengo hapa, nataka aondoke sasa hivi. Hivi Enzo, una akili kweli wewe? Yaani unamtimua mchumba wako, mke wako mtarajiwa kwa ajili ya huyu mjinga mmoja tu? Hivi wewe ni mzima kweli wewe? Yaani umepatwa na nini mpaka umekuja kumwamini huyu msichana tena? Mama, naomba unisikize basi. Ni mimi ndo nilimwazia Isha ni ubaya, lakini Isha ni hana ubaya wote ule. Yeye ni mtu mwema anayepambania maisha yake kwenye huu umri mdogo aliokuwa nao. Madam Glory akatuangalia kwa muda kisha akacheka. Aise, mtoto mdogo si ndio? Mtoto mdogo, lakini ikapita na sasa hivi mpo mnakumbushiana, si ndio? Wewe binti wa kimaskini ni muongo sana. Naomba uondoke sasa hivi. Yaani namaanisha sasa hivi naomba uondoke. Msikilizaji, ni mikosi gani jamani? Sijui nimezaliwa nayo. Yaani kila nikipata msaada lazima jambo litokee. Haya, kwa mara nyingine tena, Isha ni mimi naenda kwa mtoto wa mtaani. Kwa upole na maumivu makali nikatoka nje kwa ajili ya kuondoka. Sasa nikajiuliza moyoni ya kwamba lakini mbona kama Enzo anataka kunisaidia? Naweza kumwomba mtaji, si ndio? Nijiulize hivyo kwa moyo baada ya kutoka nje ya nyumba kabisa. Baada ya kama lisali moja hivi, nikaona mama Enzo akitoka nje akiwa na hasira sana. Akapanda kwenye gari yake na kuondoka. Kwa upande wangu, kwa kuwa sasa nilikuwa nimejificha kwenye ua, nikanyanyuka chap na kurudi ndani. Nilimuita Enzo kwa furaha ya hali ya juu. Enzo akanifuata na kunikumbatia kwa nguvu sana. Akasema, asante Mungu umerudi. Nilikuwa na wazo utakuwa umeenda wapi. Mimi sio salama kuendelea kuwa hapa. Nilikuwa tayari nimeshakubali kuondoka. Enzo, ukiachana tofauti zetu please, kama inawezekana naomba unisaidie tu mtaji tu. Mimi nitarudi kule mtaani na nitajua nini cha kufanya. Mtaani? Ishan, yani unafikiri kwamba mimi Enzo ni kuache wewe Ishan urudi tena mtaani? No, hiyo haiwezekani. Lakini mimi nitafanya nini sasa? Sikia, kaa hapo kwanza. Natoka, narudi. Umesikia? Yoyote yule atakayegonga mlango usifungue na usitikie, sawa? Umenielewa? Sawa. Baada ya hapo,
Enzo akachukua funguo za gari na kuondoka zake. Picha likaanza sasa kwa upande wangu, nijikuta nikibaki nakumbuka jinsi ambavyo Enzo alinikumbatia kwa furaha baada ya mimi kurudi ndani. Nilijiambia kwamba Isha huu ni umalaya sasa. Nijiuliza kwamba kwa hiyo Enzo alikuwa na date na wanawake wawili ndio kabaki na huyo Puli baada ya Melissa kuolewa au? Sami tena naumbea sasa. Yaani nijikuta nikianza kujiuliza mambo ya mahusiano ya Enzo. Nikasema lakini inawezekanaje mkaka mzuri kama huyu ana pesa alafu anaachwa? Niendelea kujiuliza na sikuwa na majibu sahihi. Baada ya kujiuliza sana nikajikuta tu nikipitiwa na usingizi na nikalala. So upande wa nyumbani kwa Madam Glory. Siku hiyo Madam Glory bwana alionekana kuwa na hasira sana. Alikuwa ni mtu wa kufoka sana. Sasa Mazena akasema kwamba madam, ungepunguza hasira utakuja kupandisha pressure yako juu. Alizungumza Mama Zena ambaye ni mtumishi wa kazi za ndani kwa Madam Glory. Madam Glory akasema kwamba Mama Zena kaa kimya kwanza. Yaani Enzo naona anataka kunipanda kichwani kabisa. Hivi anadiliki kuniambia kuwa hayuko tayari kumwoa Puli. Sijui ana mwanamke ambaye yeye anampenda na sio Puli. Madam G alizungumza hivyo kwa hasira sana. Na Mazena akadakia akasema kwamba lakini hata kumwoa Puli hakuwahi kukubali. Ni mnamlazimisha tu, mwacheni achague anachokihitaji. Madam G alimwangalia Mama Zena na kumuuliza kwamba unajifanya umesahau alichofanywa na Melissa, si ndio? Melissa alikuwa ni chaguo lake, lakini umeona alichomfanya. Kwa sasa Enzo ataoa mwanamke ambaye namtaka mimi na sio mwingine, ni Puli. Mama Zena akaona hii ngoma ngumu. Akanyanyuka zake na kwenda zake jikoni tu, akacheza na vitunguu na nyanya. Kwa upande wangu nilala sana. Na nilikuja kuamka muda ukiwa umeenda sana, yani tayari kagiza kajioni kalikuwa kameshaanza kushika nafasi yake. Na hapo ni baada ya kuamka tu, na wala haukupita muda mrefu sana, Enzo naye akarudi. Akasema kwamba pole, umekaa peke yako kwa muda mrefu. Alizungumza hivyo Enzo na kutaka kunikumbatia, lakini kwa upande wangu sikumpa ushirikiano kabisa. Hivyo akajishtukia na kuacha. Tuondoke kabla mama hajatukuta hapa, maana yuko njiani anakuja. Alizungumza Enzo. Kikweli hakukuwa na muda wa kupoteza. Alafu kuzingatia mimi sikuwa hata na mizigo ya kubeba. Nilichofanya ni kutoka nje tu, na baada ya muda mfupi safari yangu mimi na Enzo ikaanza. Sasa kimoyoni nikaanza kwamba nilikuwa nawasoma tu wakimbizi kwenye historia. Leo hii mimi ndo mkimbizi. Nilijiwazia hivyo na nikicheka kwa sauti ya juu. Enzo akauliza kwamba hey, nini kinakuchekesha? Nikamwangalia na kumuuliza kwamba tofauti yangu na mkimbizi ni nini? Hapo hata Enzo mwenyewe alishindwa kuvumilia na kabaki akicheka sana. Ndio hivyo. And by the way, where are you taking me? Wow, una Kiingereza kizuri sana. Enzo aliniambia, nikajikuta tu nikiblash, mwisho nikageukia upande wa pili na kubaki nikiangalia magari yanavyopishana tu barabarani. Baada ya muda mrefu sana, mimi na Enzo tuliingia kwenye mitaa fulani vya Uswazi. Na ilikuwa ni Uswazi tu kiasi, na mwisho akapaki gari kwenye moja ya nyumba fulani hivi. Nje kulikuwa na wadada kama wanne hivi, walikuwa wamekaa kwenye mkeka wakipiga story za hapa na pale. Nimuuliza Enzo kwamba hapa ni wapi? Niliuliza kwa sasa nikiogopa kushuka kwenye gari. Umekiona kile pale chumba cha katikati? Kile chumba ni chako. Leo nimefanya kazi ya kuzunguka na madalali tu na hatimaye nimepata hiki chumba. Ishan, utakuwa unakaa hapa kipindi ambacho nitakuwa nikiweka mambo sawa na familia yangu. Alizungumza hivyo Enzo akionyesha kujali sana kuhusu mimi. Nilitabasamu tu na kumshukuru. Nikamwambia asante sana na Mungu akubariki. Baada ya maelezo mawili matatu, mimi na Enzo tukashuka kwenye gari na kusogelea mlango wa chumba changu kipya. Niliwasalimia pale wadada ambao walikuwa hapo nje, kwa pamoja wakaitikia. Nami nikawaambia asante. Maana niliwaambia sasa hizo wakaitikia salama karibuni, nikajibu asante. Basi mimi na Enzo tukaingia ndani. Macho alinitoka baada ya kukutana na kitanda, godoro, neti na vyote vikiwa vipya. Yaani usiniambie hivyo tumefanya leo. Nilimuuliza Enzo nikiwa siamini kabisa. Nisingeweza kulala kwa amani kama nisingefanikisha hivi vitu siku ya leo. By the way, sikuwa mwenyewe, nilikuwa na Nikki. Yule mshikaji wangu aliyekusaidia siku ile ulivyopotea. Nijikuta tu nikimkumbatia Enzo kwa nguvu sana na kumwambia kwamba asante sana Enzo. Usijali. Sasa wewe pumzika, ngoja mimi nikakuangalizie chakula kabla sijaondoka. Basi Enzo akatoka nje na mimi nikabaki nikishangilia tu mwenyewe. Siku ziliendelea kusonga. Na niseme tu maisha yangu yamebadilika.
sawa, si kwamba nimeinuka sana, lakini nina amani, nalala pazuri, nina life yangu na sio yale maisha ambayo nilikuwa nikiishi mwanzo. Ukaribu wangu na Enzo ulizidi kuimarika siku hadi siku. Ilifikia kipindi nisipomuona Enzo najisikia vibaya. Kwa upande wa majirani, yani nimebarikiwa majirani. Nyie, majirani zangu, pambe sana. Ikiwa ni siku ya Jumatatu, mida kama ya saa 4 hivi usiku, nikiwa naangalia movie na mashoga zangu ndani, ghafla tukasikia hodi mlangoni kwangu. Kwanza mimi na mashoga zangu tukaangaliana na kuuliza kwamba nani tena saizi jamani. Muda huo sauti ya Enzo ikasikika ikisema kwamba Ishan, ni mimi, fungua. Kwa mwendo haraka nikafungua mlango na Enzo aliponiona tu akanikumbatia kwa nguvu sana huku akilia. Moyo wangu ulishtuka sana baada ya kumuona Enzo akilia kwa uchungu hali ya juu sana. Walai niliogopa mno. Nikabaki nikimtuliza tu, ingawa nilikuwa ninabutwa ya hali ya juu. Basi wale majirani zangu wakasema, jamani, usiku mwema. Walisema hivyo kisha wakanyanyuka na kuondoka zao huku akituachia nafasi mimi na Enzo. Nimuuliza Enzo kwamba kuna nini, mbona unanitisha mwenzio? Niliuliza hapo nikiwa na wasiwasi sana. Enzo alishindwa hata kunijibu. Alishindwa hata kujibu swali langu. Zaidi tu aliendelea kunikumbatia kwa nguvu sana. Sasa nikamuuliza kwamba Enzo, kuna nini jamani, zungumza basi kitu. Niliendelea kumlazimisha aweze kuzungumza, lakini hakuweza kabisa kuzungumza kitu chochote. Nikatumia muda mwingi sana kumtuliza Enzo na mwisho alitulia na akapitiwa na usingizi mzito sana. Nikajiuliza, kwa hiyo leo atalala hapa? Nijiulize sasa nikimwangalia Enzo ambaye alikuwa akikoroma tu. Sasa hapa nikafikiria kwamba itanipasa kulala kwenye kochi tu kwa leo. Siwezi kulala kitanda kimoja na Enzo. Hata hivyo ni kama kaka kwangu. Msikilizaji, kwa wakati huo chumbani kwangu nilikuwa full mzuka, yani na kila kitu, na friji, sofa la kukaa watu wawili, na TV, na vitu vyote hivi nilinunuliwa na Enzo. Kwa kipindi chote hicho bado nilikuwa ni mama wa nyumbani na sijishughulisha na kazi yote ile. Kwani Enzo alisema kuwa anaangalia mpango mzuri na wa kudumu kwa ajili yangu. Sasa baada ya kuwaza na kuwazua kwa muda kidogo, nikasogea kwenye kochi na kujilaza kwa ajili ya kuvusha usiku wangu. Asubuhi na mapema niliamka nikiwa na uchovu hali ya juu. Picha linaanza niliamka nikiwa nimelala kitandani, wakati mara ya mwisho nilikuwa nimelala kwenye kochi. Na sio hivyo tu, niliamka nikiwa mtupu kabisa na nimejilaza juu ya kifua cha Enzo, tena kwa kujiachia sana. Nilishtuka nikasema, Mungu wangu, nini hiki? Nijiuliza kwa mshtuko hali ya juu sana. Nikajiuliza, na maana nimelala kitandani na nimefanya na Enzo? How? Niliendelea kujiuliza na kumwangalia Enzo ambaye alikuwa akiuchapa usingizi wake mnono kabisa. Kwanza nikatuliza akili yangu, na mwisho ndo nikakumbuka kuwa usiku ilikuwa hivi. Enzo ndiye mtu ambaye aliamka usiku na kunikuta nikiwa nimelala kwenye kochi. Kwa utulivu wa hali ya juu akaninyanyua na kuniweka kitandani huku yeye akipanda kwenye kochi. Kiukweli sikujisikia poa, hivyo nikamtaka alale na mimi kitandani, na ndio hapo sasa tukaibua mambo mengine. Na wawili sisi tukajikuta tukiwa tumekulana. Kama hivyo yani. Hasa nikajiuliza kwamba sijui namwangaliaje Enzo siku ya leo. Hapa nilikuwa nimeshikwa na aibu. Kwa utulivu hali ya juu nikajitoa kitandani na kuanza kufanya usafi wa chumba changu. Baada ya kuweka kila kitu sawa, nikatoka nje na kwenda kwenye miogo na kuweka oda, kisha nikaondoka kwani kulikuwa na foleni kwa wakati huo. Nilifika nyumbani na kuingia ndani, ile naingia tu nikakutana na Enzo akiwa mtupu kabisa. Tena ndio kwanza ameamka anajinyosha polepole. Nilishtuka na kutaka kutoka nje, lakini Enzo akaniwahi na kunivutia upande wake, huku sasa akinikumbatia vizuri kabisa. Akaniuliza, vipi, unaniogopa? Enzo, najua nafahamu na kitu gani kimetokea kati yetu jana usiku, lakini ilikuwa ni mistake tu na mistake kuja ili jambo lijirudie tena. Hivyo naomba mpaka yetu endelee vile vile. Mistake? Ishan, hakuna mistake. Sisi ni watu wazima na tumefanya tukiwa tunajua ni kitu gani tumefanya. Lakini hatukupange hivyo Enzo. Mimi nimependa Ishan. Sikia, sijui wewe una mpango gani, lakini kwa mimi nataka kuendelea. Sijawahi kujisikia hivi ninavyojisikia baada ya kufanya hiki kitu na wewe. Ishan, samahani kama nakuvunjia heshima, lakini uko msweet sana Enzo. Nijikuta nikimuita tu kwa aibu na kubaki nikicheka cheka. Kuna namna
Nilimsikia ishani wangu akianza kuitikia wito wa Enzo. Kwa utulivu na aibu na miemko ya hali ya juu, nikamwangalia Enzo usoni na kubaki nikimlegezea macho tu kutokana na hali ambayo nilikuwa nayo kwa wakati huo. Niambie chochote basi na uache kuniangalia kama nakuonea, Enzo aliniambia. Mdomo wangu ulikuwa mzito sana kwa kutamka maneno, lakini ikani mwili wangu kani mwepesi sana kwa vitendo. Mimi sikujali kuwa Enzo ndio kwanza ametoka kuamka. Nilichokifanya ni kuchechemea ili niweze kumfikia vizuri. Mwanaume ni mwanaume tu bwana. Kwa haraka Enzo akaninyanyua na nikamfikia kwa haraka kabisa, na kwa pamoja tukaanza kukiss kwa hisia za hali ya juu. Ndugu yangu, wale ambao niliwaambia kuwa namchukia Enzo, hebu naombeni mfuteni kwanza hiyo kauli. Haikuwa akili yangu, itakuwa ni pombe. Kwa mishiko ya huku na huku nikajikuta nikiwa hot. Paka nikawa sasa naona kama ananichelewesha tu mimi. Ila huu ni ukahaba jamani. Sini mwache tu afanye kazi yake jamani. Basi nikaropoka nikasema naomba kuwa dereva kwa sasa. Msikilizaji, ila mimi sijafunzwa hivi jamani. Wazazi wangu nisameheni tu. Au tuseme hisia na balee zilikutana kati. Ila kujitetea jamani. Haya. Baada kama dakika 40 tu tayari kila mtu alikuwa akiema. Na jasho zilikuwa zikitutoka tu, na wajinga sisi tukabaki tukiangaliana na kuchekiana tu kama watu waliorukwa na akili vile. Hatimaye historia mpya ya mapenzi ikaanza kati yangu mimi na Enzo. Binti yenu niliingia kwenye hili penzi mzima. Yaani mimi sikuangalia kuwa mama yake anahitaji, yaani jambo gani ambalo anahitaji kwa kijana wake. Mimi nilichoangalia ni moyo wangu nataka nini basi. Na upande wa Enzo pia alihakikisha kuwa nakuwa na furaha, alihakikisha kuwa ananipenda kuliko maelezo. Sasa ikiwa ni weekend, siku hiyo bwana Enzo alikuja nyumbani kwangu mapema kabisa. Nikaenda zangu sokoni na kununua mazagazaga nini kwa ajili ya kumpikia mai wangu peke yangu. Sasa nimuuliza Enzo ya kwamba mbona kama uko sawa leo. Nimuuliza baada ya kumuona kuwa na mawazo sana. Enzo akashusha pumzi nzito sana kisha akajibu ya kwamba kesho ni send off ya Poli na natakiwa kuwa huko. Nilishtuka na moyo wangu uliumia sana kana kwamba msumari wenye moto uligongewa kifuani kwangu. Sikutaka kuleta drama yote. Nikajikaza na kumwangalia Enzo kwa utulivu sana. Kisha nikamuuliza kwamba lakini ulisema kwa utazungumza na mama kuhusiana na mahusiano yetu na kunipenda mimi na kila kitu. Enzo aliniangalia na kunijibu ya kwamba nilifanya hivyo, ingawa sikumwambia kuwa mwanamke mwenyewe ni wewe. Isha ni mama yangu amegoma kabisa na jana ametishia kujiua. Hapo unaponiona nipo tu, nisijui hata hatima yote. Na mama yangu akisema kitu yani ujue amesema kabisa. Lakini Enzo, wewe ni mtu mzima, una maamuzi juu ya maisha yako. Una kila haki ya kupanga na kuchagua maisha yako. Kwa nini unakuwa hivyo? Yaani kwa nini unakuwa mnyonge kwenye haki yako? Baada ya kusema hivyo, hapo Enzo hakuwa na majibu yote ale kwa wakati huo. Alibaki akiniangalia tu. Akili yake ilionekana kuchoka sana kutokana na drama ambazo zinaendelea kwenye familia yake. Ila hizi familia za kitajiri jamani, zinaboa sana kwa kweli. Kikapita kimya kifupi, nikamwangalia Enzo wangu jinsi ambavyo anawaza peke yake. Kwa utulivu nikamwambia kwamba Enzo, najua hiki ni kipindi kigumu sana kwako, lakini pia kwangu. Hatujui Mungu ameandika historia gani kati yetu. Hatujui hatua zetu za leo kama zinaweza kufanana na hatua za kesho. Lakini mimi maisha ni wako na kuahidi tu kuwa katika vita yako, katika kila pito lako, mimi nitakuwa upande wako. Kwenye kila hatua yako, mimi nipo na wewe na nakupenda sana. Nilizungumza huku nikitamani hata kulia. Kuna namna niliona kabisa Enzo hawezi kuwa wangu mimi. Kwanza sisi ni watu wawili tofauti. Ni kama nimeenda kujiingiza tu kwenye maumivu ya milele. Baada ya maongezi nikaendelea na zoezi la kupika, na baada ya muda nilimaliza na kutenga chakula, lakini hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na hamu ya kula chakula. Kwa upande wa nyumbani kwa kina Poli, wallahi mambo yalikuwa hot. Familia ilichangamka kama samaki aliyetiwa ndimu na chumvi ya kuzidi. Maandalizi ya send off yalikuwa makubwa sana kwa wakati huo. Familia ikiwa busy na maandalizi, muda huo ikafika ndinga moja kali sana na Madam Gloria akashuka akiwa amependeza na akiwa na baadhi ya zawadi. Vilisikika vigeregere vya shangwe vikimpokea mkwe ambaye ni mama mzazi wa Enzo, yani Madam Gloria. Nyimbo za furaha na nyimbo za viluga ziliimbwa sana. Asa Poli alimuuliza Madam Gloria kwamba mama,
mbona ni wewe ndio umeniletea gauni yangu, Enzo uko wapi? Puli alimuuliza Madam Glory pale tu alipopata wasaa kuzungumza naye. Madam Glory akasema ya kwamba Puli binti yangu, aliyekuambia kwamba muda huu unatakiwa kuonana na Enzo ni nani? Kwenye mila na desturi, hilo jambo likubalika kabisa. Enzo utamuona kesho, tena mwishoni mwa shughuli ya kukuaga hapa nyumbani kwenu. Basi Puli kwa unyenyekevu akajibu, kumbe samani mama, sikuwa nikijua yoyote. Madam Glory akasema, usijali mwanangu, haya tabasamu. Basi ukiachana na unafiki na wivu, kiukweli Puli ni mrembo tena sana. Sasa kwa upande wangu mimi pamoja na Enzo, ukimya ulikuwa ni wa hali ya juu sana. Maana hali halisi kwa hivi, Jumatano ndo send off. Wanapumzika Ijumaa na Alhamis, yani watapumzika Ijumaa na Alhamis. Alafu Jumamosi ni ndoa ya kanisani kati ya Puli na Enzo wangu. Vipi utalala hapa leo? Nadhani itapendeza zaidi nikilala hapa leo, alijibu Enzo, kisha akapanda kitandani na kugeukia upande wa pili. Kikweli furaha ilitoweka kabisa. Hakuwa na amani wala furaha siku hiyo. Ilikuwa ni huzuni tu na mawazo ndio vilitawala. Kwa siku hiyo mimi na Enzo tulilala mzungu wa nne, hakuna hata gusana. Asubuhi na mapema niliamka kutokana na kuwa na mawazo mazito sana juu ya hiyo ndoa ya Enzo ambayo ilikuwa inanukia tu. Baada ya kuamka, nilishtuka sana baada ya kutokumuona Enzo kitandani. Niliangalia huku na huku pasipo kumuona. Zaidi nilikutana na karatasi ambayo ilikuwa na mwandiko wa Enzo, na hata hakuwa ameandika maneno mengi, aliandika tu ya kwamba I'm sorry, bye. Kweli mimi sina bahati. Yaani ndio nishaachwa hivyo. Enzo ameamua kumchagua Puli, mwanamke aliyechaguliwa na wazazi wake. Kwa maumivu makali ambayo nilikuwa nayo, nilijikuta nikilia sana tena kwa sauti. Haikuchukua muda mrefu, mashoga zangu wawili wakaja chumbani kwangu wakiwa na wasiwasi mkubwa sana. Basi nikaulizwa kwamba Isha, ni kuna nini bwana, mbona unalia hivyo? Umepata taarifa ya msiba au zungumza basi kitu? Waliendelea kuniuliza maswali mfululizo, lakini kwa upande wangu ni kilio tu ndio kilitawala. Basi wakaendelea kuniuliza, wakasema kwamba Isha, unatogopesha vipi? Enzo amekupiga? Niliwaangalia kwa muda kisha nikajibu kwa sauti ya kulia kwamba Enzo anaoa Jumamosi. Mashoga zangu walishtuka kwa pamoja. Ni wazi kuwa hawakuwa wakiamini maneno yangu. Basi wakauliza kwamba Isha, ni muache basi. Yaani unataka kumaanisha kuwa Enzo ana mwanamke mwingine licha ya mapenzi yote ambayo amekuwa akikuonyeshea? Baki tu kimya. Shoga yangu mmoja akasema, wanaume ni umbwa. Yaani ni umbwa kasoro babangu tu. Sasa nilivyosikia hivyo, Enzo wangu anasakamu haraka, nikadeka nikasema kwamba Enzo husiki na chochote hapa, ila mama yake ndio anitaki mimi. Mashoga zangu wakaona kabisa kuwa nimekufa nimeoza kwa Enzo. Walichofanya ni kunituliza tu nisilie, pasipo hata kunishauri kitu chochote kile. Sasa kwenye mida ya jioni nikiwa nimekaa tu ndani kwangu, muda wote nikiangalia simu, huenda Enzo angenipigia simu, lakini wapi? Enzo hakunipigia simu wala kutuma message, ingawa nilimtumia jumbe nyingi sana. Mida ya saa 2 usiku nikiwa sana zunguka mtandaoni, ghafla nikakutana na status ya Enzo. Kwa shauku nikaifungua na kukutana na picha ya Puli akiwa amependeza sana, akiwa kwenye vazi lake la send off. Kama makeup kake kalimpendeza zaidi. Picha hiyo iliongozana na caption iliyosomeka ya kwamba shining like a diamond, my future wife Puli. Aisee, nijikuta nazungumza kwa maumivu makali sana nikisema kwamba nawachukia. Kisha nikaanza kulia. Isha, ni mimi nilia sana. Lakini safari hii nilia tu kimya. Yaani sikutaka kusumbua watu wengine kwa ajili ya matatizo yangu binafsi ambayo kwa namna moja ama nyingine ni kama mimi nijitekea tu mwenyewe. So baada ya kulia kwa muda mrefu, nijikuta nikipitiwa na usingizi na nikalala. Nilikuja kuamka ikiwa ni kama majira ya saa 8 hivi usiku. Niliamka hapo bado nikiwa siko sawa yani. Akili yangu ilipingana kabisa na ukweli wa mambo. Baada ya kukaa kwa utulivu wa muda wa kutosha, nikavuta simu yangu sana kuangalia. Nilikuta missed call 14 kutoka kwa Enzo na SMS za kutosha. Ila mapenzi ni upuuzi nyie. Diamond alimba sikomi.
Licha ya mateso haya, kitendo cha kuona kuwa Enzo amenitafuta mfululizo, nilipata furaha sana na kwa haraka nikampigia simu. Enzo pia hakuwa amelala jamani. Muda huo akapokea simu na kwa utulivu akaniuliza kwamba uko sawa. Nilikaa kimya kidogo na kumuuliza kwamba unapofikiria naweza kuwa sawa. Enzo akasema nakuja sasa hivi, usilale. Alizungumza Enzo kisha akakata simu. Kwa haraka nikanyanyuka na kutoka nje chap. Nikaoga mtoto wa kike maana nilala bila kuoga. Nikachukua shuka pendwa kabisa la Enzo na kulitandika kitandani. Yaani nilihakikisha kuwa Enzo wangu akifika habweki hata kidogo. Nilihakikisha kuwa anamfanya anakuwa na furaha sana. Maana sauti yake kwenye simu ilionyesha wazi kuwa hana raha hata kidogo kijana watu. So baada ya kuweka kila kitu sawa, nikachukua night dress yangu nzuri tu. Tena night dress yenyewe ni ya mitego. Nikaivaa na kujitupia kitandani nikimsubiri Enzo. Baada ya kama lisali moja hivi, Enzo akafika akiwa na shauku ya kuniona. Na alipoingia na kunikuta kwenye hali ambayo mimi niliiandaa, mwenyewe akatabasamu na kushika kiuno. Enzo akasema Ishani utaniua mimi. Unajua mwenzo siko sawa. Kwa hiyo hautakula. Nilimuuliza huku sasa nikimbingia na kumtikisia kidogo. Enzo akasema acha basi. Alizungumza Enzo ni kiasi gani ilikuwa namchanganya kijana watu. Nikamwambia okay, panda kitandani ulale. Naona hauna mood kabisa, tuongea kesho. Basi nizungumze hivyo kwa kujifanya kuwa nimechukia sana. Kwa haraka nikavuta shuka, nikajifunika na kugeukia upande wa pili. Nilimwambia Enzo uwe na usiku mwema. Basi kwa utulivu na mahaba na uchu wa mwili, Enzo akapanda kitandani na kulala nyuma yangu, huku akikumbatia kiuno changu vizuri kabisa na kunong'oneza ya kwamba leo hakuna kulala mtu. We, nyie, kupendana kuna raha yake bwana. Purukushani za kuhamishana ulimwengu zikaanza. Mechi kali kati ya Morocco na Senegal ikashika nafasi, huku kila upande ukipambania ubingwa. Sijui niwaambie nini, lakini mechi kati yangu na Enzo ilikuwa iko hot sana. Mechi litaradadi. Nyie, kuna namna mpaka nikawa sasa nawaza kwa nini huyu kaka amechelewa kufika. Kwa mechi ile nina uhakika hata majirani walilala kwa tabu sana. Baada ya mechi hiyo, mimi na Enzo tukalala usingizi mnono sana. Na tulikuja kuamka saa 4 asubuhi. Basi Enzo alinisalimia akasema morning baby. Na hapo ni baada ya mimi kuamka, maana yeye ndo alikuwa kwanza kuamka kabla yangu. Nikamuitikia nikasema morning my love, mamkaje? Nimuuliza kusasa nikichezea uchebe wake. Akasema nashukuru Mungu, asante Shan. Nimeamini wewe ni furaha yangu. Alizungumza hivyo Enzo, huku sasa akiniangalia kwa mahaba mazito sana usoni mwangu. Nilimwambia kwamba kwa ajili ya furaha yako nitafanya chochote kile. Enzo aliniangalia, akatabasamu, kisha akasema kwamba samahani kwa status ambayo umeiona. Ni mama yangu ndo ameposti. Kwani ndo alikuwa na simu yangu siku nzima jana. Nikamwambia usijali mpenzi. Kwa wakati huo sikuwa nataka kusikia mada yoyote ile ambayo inaweza kunivuruga amani yangu ambayo nimeipata usiku na kuamka nayo asubuhi. Basi nilimuuliza Enzo kwamba umeshaoga. Enzo akasema nilikuwa nakusubiria wewe mpenzi. Msikilizaji, ile na sisi tumezidi bwana. Choo chenyewe ni cha nje, tena cha kushare, alafu tunataka kuoga wote. Kwa furaha tukachukua ndoo na sabuni kisha tukatoka nje kwa ajili ya kwenda kuoga. Mashoga zangu walibaki wakiwa wametoa macho tu, maana ni kama walikuwa wanaona mapicha tu. Katika siku mimi na Enzo tulioneshana mahaba. Basi ni siku hii jamani. Yaani ilikuwa ni kama ndio tunaanza mahusiano hivi. Maana haba lilikuwa shata, haba lilikuwa ni joto yodo.
Mida ya usiku mimi na Enzo tukiwa sasa tumekaa tu kitandani tunaangalia movie. Ghafla tu nikazima TV na kumuuliza Enzo ya kwamba kesho ni Ijumaa na kesho kutwa ni ndoa yako. Plani yako ni nini Enzo? Enzo akashusha pumzi ndefu. Plani yangu ni kukimbia tu hiyo ndoa yangu. Ikiwa nimeshindwa kwa njia ya kawaida ya maongezi, Ishan, lazima nifanye maamuzi magumu sana kwa sasa. Iko hivi, kesho asubuhi nitaenda nyumbani kuchukua vitu vyangu vya muhimu. Na mimi na wewe tutaondoka hapa mjini. Unasema kweli? Nilimuuliza nikiwa nimetabasamu tu. Baada ya muda nikajishtukia na kuwa mpole. Enzo, mbona kama nakuwa binafsi hivi? Vipi kuhusu Puli? Ni maumivu kiasi gani atapitia baada ya mimi na wewe kuondoka? Huu sio muda wa kwanza kumwazia Puli. Ishani, huu ni muda wa mimi na wewe. Haya ni maisha yetu sisi. Basi nikaamua tu kuungana na Enzo. Asubuhi na mapema Enzo akaamka na kwenda nyumbani kwake, na mimi nikaanza maandalizi ya safari. Kwanza nikafua nguo ambazo zilikuwa chafu, kisha nikaanza kuchagua nguo ambazo nitaenda nazo safari. Basi kuna shoga yangu hivi ambaye anajulikana kwa jina la Pili. Alisema ya kwamba kweli Enzo anakupenda walai. Maana maamuzi aliochukua sio ya mchezo. Nikasema ndio hivyo bwana, wahenga walisema ndege wafananao huruka pamoja. Pili akasema ni kweli. Sasa mida ya saa 10 jioni Enzo akafika nyumbani akiwa na gari ambayo ni ngeni kabisa machoni mwangu. Na niliamini kuwa ndio gari ambayo tutasafiria. Nilimuuliza Enzo ya kwamba tutasafiri na hiyo gari. Nilimuuliza tulipoingia ndani. Kabla Enzo hajanijibu kitu chochote, nikaongezea neno ya kwamba bora ungenipigia wakati unakuja, ningewahi kuoga. Sasa hapa inabidi unisubiri tu nikaoge. Ila nimeshapaki kila kitu. Basi Enzo akaniangalia na kwa sauti ya serious akasema ya kwamba Ishan, huu ni muda wa kweli na uwazi. Mimi siwezi kwenda kokote pale na wewe. Na kuanzia sasa hivi mimi na wewe basi. Nye. Ni nini hiki? Kuna mtu ana brufen jamani. Enzo anaongea kitu gani? Alafu Enzo hakuwa hata na muda wa kusubiri jibu langu. Kwa mwendo haraka akatoka nje. Kwa nini lakini? Kuna mtu karoga huko ama? Kwamba Ishan, huu ni muda wa kweli na uwazi. Mimi siwezi kwenda kokote pale na wewe. Na kwanza sasa hivi mimi na wewe nini? Basi. Enzo kwa na muda wa kusubiri hata jibu langu ese. Kwa mwendo haraka katoka nje, mimi nikaanza kumuita pale, Enzo. Nilimuita huko nikimfuata kwa kulia kabisa maskini. Na kusababisha majirani kuja. Nilia nikasema Enzo usinifanyie hivyo mwenzo, kwa nini lakini? Nizungumza kwa kulea huku nikimngangania Enzo. Kwa hasira Enzo akanisukuma na kusema kwamba sikupendi Ishan. Nisikuwahi kukupenda, ni tamaa zangu tu za kimwili. I hate you. Siwezi kuwa na mahusiano na binti wa kimaskini kama wewe. Msikilizaji, kuna mtu ameenda kwa mganga kwani? Kuna mtu ameazima ubongo wa Enzo? Kama kuna mtu yote anajua kitu ambacho kimempata Enzo, ama anahisi tu kitu ambacho kimempata Enzo, watu ambao wana nishati ya mbingu na ardhi, hebu naombeni mniambie kwenye comment. Je, Enzo amepatwa na nini? Ni kweli Enzo hajawahi kumpenda Ishani? Ni nini hatima ya mahusiano yao? Ishani ataweza kuishi pasipo na Enzo? Maisha yake atakuwaje pasipo na uwepo wa Enzo? Kama una nguvu ya mbingu na ardhi, kama una nishati ya mbingu na ardhi, nishati ya kuweza kujua hata vitu ambavyo vinaweza kutokea mbeleni kwa kuhisi tu, basi niambie kwenye comment. Unadhani Enzo amepatwa na nini? Na ni kweli Enzo hajawahi kumpenda Ishani?
Majibu yako yote yatakuwa ni sahihi tutakapokutana sehemu ya 3, msikilizaji. Story ni tamu sana kutoka kwa mwanadada Rita na ikasimuliwa nami rafiki yako kipenzi Lucas Lumbas. Niseme tu kwa mapenzi na neema yake Mwenyezi Mungu iliyoambatana nasi kwenye sehemu ya 2, hivyo iwe nasi kwenye sehemu ya 3. God be with you till we meet again. Bye bye.